الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومده وبعد صلاة العشاء قبل صلاة التراويح، ratiba yetu ni kusoma kitabu Lamia ya Ibn al-Ward litunasihatu al-ikhwan wa murshidatu al-khillani cha al-imam العالم العلامة الفقيه الأديب الشاعر النحوي اللغوي زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الوردي رحمه الله تعالى. Jana tulisoma mpaka ubeti wa 7 kwenye kasida hii au katika manzuma hii, ikawa bado hatujafafanua kiasi cha kueleweka beti mbili hizi ya 6 na ya 7, alipokuwa mshairi akizungumzia suala la al-amrad, kijana wa kiume ambaye anakaribia kwenye baligh au aliingia katika baligh kidogo na ndevu zake ndio zinamea sasa, anaitwa al-amrad. Sasa sheria imekataza kukaa nao kwa faragha, hasa watu wazima wanaume, na kuwataka ulatul umur auliyaul umur kuwatazama kwa makini watoto hao. Sasa alipokuwa akimuelezea al-amrad, huyu al-amrad akasema in tabadda tankasifu shamsu duha, akidhihiri huwa jeusi jua katika jua la mchana, huwa jeusi jua la mchana au hupatwa jua la mchana. Anasifia ule wasifu wake na uzuri wake. Wa idha ma mas yuzri bil asal, na pindi akidira kwa wembe, kwa maana akinyoa nywele zake kwa wembe, basi hudhereu mkuki. Kutoa maelezo kidogo, lakini kwa ufupi ni kwamba anataka kumsifu kwamba hata pale atakaponyoa nywele zake, idha halaqa ra'sahu bilmus au bilmusa izdada jamalan ala jamal, anapokuwa anazinyoa nywele zake kwa wembe, basi ndio anazidi uzuri juu ya uzuri. Kwa anaelezea, kwa hiyo katika hali hiyo ya uzuri huo inakuwa ni kifo zaidi, na kifo chake anakuwa ni hatari zaidi kuliko ilivyokuwa hatari mkuki, wa udharau mkuki. Zada inqisnahu bishamsi sana, na hulizidi
tukimpima na mwezi, tukimpima na jua kwa nuru, yani tukimfananisha yeye na jua, basi yeye anazidi, kwa maana kwamba anaendelea kumsifia kijana al-Amrad. Wa'adalnahu bighusnin fa'tadal, na tukimlinganisha sawa na utawi, basi pia kulingana sawa, kwa maana anakuwa mzuri kama kijitawi cha mti. Hayo yamepita, lakini hasa alikuwa muallif anakusudia kutilia mkazo juu ya hatari ya kukaa karibu na kijana al-Amrad. Sasa anaendelea an-Nadhim rahimahullahu ta'ala kwa kusema waftakir fi muntaha husni alladhi anta tahwahu, fikiria katika mwisho wa jambo ambalo wewe unalipenda. Kama kuna jambo unalipenda utaka kulifanya, lakini fikiria akiba yake. Unataka kufanya jambo hasa lile unalolipenda, kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani, kwanza fikiria mwisho wake. Je, jambo hili ni jambo la kheri au ni jambo la shari? Je, jambo hili lina manufaa au halina manufaa? Je, jambo hili litaleta maslahi, litaleta picha gani? Lina maslahi yoyote katika dini au halina maslahi? Fikiria. Hata kauli unataka kuitamka, fikiria mwisho wake. Waftakir fi muntaha husni alladhi anta tahwahu, fikiria katika mwisho wa jambo ambalo wewe unalipenda. Tajid amran jalal, utalikuta ni jambo duni vile unavyotaka kufanya wewe, kukaa karibu na al-Amrad au kukaa kusikiliza maazif au kusema na wanawake na mengineyo tuliyotaja hapo nyuma. Wewe tafakari, uangalie hatima yake. Tajid amran jalal, utalikuta kuwa ni jambo duni. Kisha muallif anasema rahimahullahu ta'ala, wahjuril khamrata, na liwache tembo, iache pombe. Ndio lugha ambayo itakuwa inaeleweka kwa karibu, pamoja na kwamba tembo na pombe ni kitu kimoja, ila ikiwa hivi inaitwa tembo, ikiwa vile inaitwa pombe. Sasa wahjuril khamra, iwache pombe. In kunta fata, ukiwa wewe ni kijana mwenye akili. Wahjuril khamrata in kunta fata, iache pombe, acha ulevi ukiwa wewe ni kijana mwenye akili. Anafanya ta'lili, anasema kaifa yas'a fi jununi man aqal, kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi unakwenda katika wazimu, vipi anakwenda katika wazimu mwenye akili? Vipi unajiingiza katika jambo la ukichaa? Kwa sababu wafahamu kabisa kwamba mimi nikiinywa hii pombe akili itanitoka, itakuwa sina ile akili yangu ya kawaida ya kisawasawa. Mimi nikiivuta hii bangi itakuwa akili haiko sawa, naweza kufanya mambo ya kibangi bangi, maamuzi nitakayotoa si sahihi. Wajua hivyo, kwa maana kwamba hutakuwa katika ile akili ya kibinadamu ya sawasawa. Sasa vipi wewe wajiingiza katika wazimu na hali ya kuwa una akili? Kwa hiyo anahimiza watu kwamba wasiingie katika masala ya ulevi, unywaji wa pombe, uvutaji wa bangi, kula madawa ya kulevya, kula mirungi na mengineyo. Kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi anaingia, anakimbilia, ni anakwenda, anaingia katika wazimu. Vipi anakwenda katika wazimu mwenye akili? Inawezekana vipi?
na nyinyi mnafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba tembo au pombe inasababisha uadui baina ya ndugu na marafiki. Inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Hakika pana vingine anataka shaytan kuingiza baina yenu uadui na chuki kupitia pombe na kamari, na kuwazuieni nyinyi na utajo wa Allah, na kuwazuieni nyinyi kuepuka sala, kuiacha sala, basi komeni. Kwa kaifa yas'a fi jununi man aqal, maneno mazuri kabisa ya al-Imam Ibn al-Wardi rahmatullahi ta'ala alayhi. Wattaqillaha, na muogope na mche Allah. Fataqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal, kwani kumcha Allah hakukusuhubiana na moyo wa mtu ila hufika. Ucha Mungu na kumcha Allah tabaraka wa taala hakusuhubiani na moyo wa mtu yoyote isipokuwa utamfikisha kwa Allah tabaraka wa taala. Moyo uliosuhubiana na taqwa Allahi, moyo huu unamfanya mtu afike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wattaqillaha, na muogope au na mche Allah. Fataqwallahi, kwa sababu au kwani kumcha Allah, ma jawarat qalba mri'in, hakukusuhubiana na moyo wa mtu yoyote, illa wasal, ila hufika, tafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa man yaqta'u turuqan batala, hakuwa mwenye kuzikata njia ni shujaa, yani mwenye kufanya ujambazi, kawa na wavizia watu njiani, akateka misafara ya watu, akavamia magari ya watu, akapora mali, akavamia kwenye vipando mbalimbali, akachukua mali zao watu. Huyu si kwamba vile anafanya ndio shujaa, hazingatiwi kwamba ni shujaa. Laisa man yaqta'u turuqan batala, hakuwa mwenye kuzikata njia ni shujaa. Inma man yattaqillaha albatal, hakika hapana vingine, anayemcha Allah ndiye shujaa. Yule anayemcha Allah ndiye shujaa, kwa sababu laisa ash-shadidu bis-sur'a, inma ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuwa mwenye nguvu, hadithi akhrajahu ash-shaykhan al-Bukhari wa Muslim. Hakuwa mwenye nguvu ni yule mwenye kuwapiga watu mieleka, piga mweleka mtu kamwangusha chini kwamba ataonekana ndio shujaa. Hakika hapana vingine, hakika si vinginevyo. Mwenye nguvu ni yule anayeweza kuimiliki nafsi yake wakati wa ghadhab. Kwa hiyo nguvu haizingatiwi kwa mieleka, ni taqwallahi azza wa jalla. Huyo mwenye kufanya hivyo, basi huyo ndiye shujaa, kwa sababu idha almar'u lam yalbas libasan au thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiya. Nasema msemaji mmoja katika al-Bahr at-Tawil, anasema idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, pindi mtu akiwa hakuvaa nguo katika uchamungu, katika taqwallahi, taqallaba 'uryanan, atageuka hali ya kuwa uchi, walau kana kasiya, japo akiwa ni mwenye kuvaa. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, na bora ya nguo ya mtu ni kumtii Mola wake. Wala khaira fi man kana lillahi 'asiya, na wala hapana khairi kwa yule ambaye amekuwa kwa Allah ni mwenye kumaasi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. طيب، ubeti wa 12
wacha tunde haraka kidogo. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع صديقي شريعة أو صديقيش من شريعة. ولا تركن إلى رجل ولو simtegemee mtu ambaye yarsudu billayli zuhal, anayengojea kwa wakati wa usiku nyota ya zuhal. Usimtegemee mtu huyo, kwa maana kwamba watakiwa uisadikishe sheria kwa moyo wako na ukiri, ukubali kwa ulimi wako, utamke kwa ulimi na ufanye kwa vitendo, uisadikishe sharia na yote yanayofungamana na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa wewe uyasadikishe. Na wala usimtegemee yule mtu ambaye anangojea na kutazama katika wakati wa usiku nyota ya zuhal, kwa maana usimsadikishe mnajimu wewe, kwa sababu wanajimu wote ni waongo, kwa sababu kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema hawajui wale waliopo katika mbingu, hawajui wale walioko katika mbingu, wale walioko katika ardhi, hawajui ghaib isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wama yash'uruna ayyana yub'athun, na wala hawatambui ni lini, siku gani, lini watafufuliwa. Kwa hiyo wewe usiwasadikishe wenye kutazamia zuhal, wakawa wanatumia elimu ya falak katika kuunganisha matukio ya ardhini na matukio ya mbinguni. Usiwasadikishe watu kama hao. Na zimekuja hadith nyingi tukukataza, man ata'arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Yoyote atakayemwendea mpiga ramli au kuhani akamsadikisha kwa yale aliyosema, basi atakuwa amekufuru yale yaliyoteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika hadithi nyingine imekuja, man ataa arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 layla. Yote atakayemwendea mpiga ramli akamuuliza kitu chochote kile, basi haitakubaliwa swala yake kwa muda wa siku 40. Kwa hiyo la tarkan ila rajulin yarsud bil layli zuhal. Kisha akaendelea tutamaliza kwa beti hizi. Tuangalie haratil afkaru fi qudrati man qad hadana subulana azza wa jal. Zimetoshewa fikra, yani zimeshindwa akili, zimetopewa, zimeshindwa, zimedangana, zimefika kwenye ukomo wake. Haratil afkaru, zimetoshewa fikra, fi qudrati man qad hadana subulana azza wa jal, katika kudra ya ambaye ametuongoza njia zetu, ambaye ni Allah azza wa jalla. Kutokana na uwezo wa Allah tabaraka wa taala na mambo makubwa aliyoyafanya, akili haziwezi kutasawar na kufikia ukomo wa kumjua huyo Allah tabaraka wa taala. Akili zimegota. Ukiangalia siri na uhai ulioko kwa mwanadamu tu, kwamba kitu roho mara kimetoka, mtu amekosa uhai, ni kitu gani hicho? Tukifanyie maarifa na sisi tukitengeneze, angalau jamaa zetu roho zikiwatoka, alafu tuwaivishe roho nyingine, watu wameshindwa. Kwa hiyo wanaondoka ulimwenguni watu wanaopendwa, wanaotakiwa, wanaohitajika, na watu wana miliari, wanamiliki mabilioni na trilioni ya pesa, lakini hawawezi kununua kitu kinachoitwa roho. Akili ya mwanadamu imefika mwisho. Kwa hiyo haya ni katika viumbe, sikwambii kwenye yule aliyeumba vitu hivi. Haratil afkar, zimetoshewa fikra, fi qudrati man, katika uwezo wa yule ambaye qad hadana subulana azza wa jal, ametuongoza katika njia zetu, ambaye ni Allah azza wa jal. Akili zimefika mwisho. Kataba al-maut ala al-khalq, amewajibisha mauti juu ya viumbe. Watu wote, kila kiumbe kilichoingia katika huu ulimwengu kitatoka. Allah tabaraka wa taala amewajibisha
mauti juu ya viumbe, akayaweka mauti, na hii ni siri yake. Sasa anasema muallif, fakam qalla min jam'in, ni mangapi hayo mauti yamechechesha kundi, mara ngapi mauti yamechechesha kundi. Watu walikuwa 100 wakabaki watatu mathalan au wawili, wote fulani amekufa, fulani. Ukiulizwa watu haya wenye mji wako wapi, fulani ambaye alikufa, fulani amekufa, fulani mshamzika, fulani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watu wangapi wameishi? Kam, tunasema fakam qalla min jam'in, mara ngapi mauti yamechechesha kundi, yani yamelifanya kundi kuwa liko chache. Wa afna min duwal, na yamemaliza madola. Dola ngapi zimeondoka? Ni duwali nyingi. Kabla ya Uislamu kuna duwali za faraina. Wale faraina walikuwa katika silsila fulani mpaka Firauna wa zama za Musa kiitwa Ramsesi Thani, lakini washatangulia faraina wengi huko nyuma, mafarao. Dola yao ilikwisha. Amalika, dola ya Amalika ilikwisha, haikuweko tena, wakaondoka. Kwa sababu Amalika ni watoto wa Imlaq bin Lawidh bin Sami bin Nuh, ni watoto wa Lawidh mtoto wa Sam ibn Nuh. Sasa dola yao ilisimama alafu ikatoweka. Kadhalika Al-Qayasira, makaisari wale, dola yao Warumi ilikwisha. Wal-Akasira, na dola ya Kisra, Mapeshia wale, dola yao pia ilisimama alafu ikaondoka. Na dola ya Tababi'a at-Tubba, qaumu Tubba, ilisimama ikaondoka. Na mfano watu kama hao kam baada ya Uislamu au dola katika Uislamu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu waliondoka, na hao ni watu bora kabisa. Ikaja daula ya Bani Umayya ikaondoka, daula ya Bani al-Abbas ikaondoka, daula ya Bani al-Ubaydiyin, daulatul Ubaydiyin, al-Fatimiyin, al-Rafidha, dola yao iliondoka. Daula ya Atrak ikaondoka, Jarakisa waliondoka. Daula ya Bani Uthman waliondoka, Ottoman Empire, mpaka 1924 dola ikaanguka. Kam kuna sema fakam qalla min jam'in wa afna min duwal, zinakuja tawala hizi, zinakuja hizi, zinaondoka, zinakuja hizi, wanakuja hawa. Sasa mara ngapi mauti yamechechesha kundi na imetowesha au yamemaliza madola mengi yameondoka, na watu wakaelekea kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu kwa nini hawalizingatii hilo? Aina Namrud wa Kan'an, yuko wapi Namrud, yuko wapi Kan'an? Wa man malaka al-ardha, na wenye kumiliki ardhi, wa walla, na wenye kutawalisha, wa azal, na akauzulu. Kuna watu walikuwa na mamlaka, anamweka huyu kesho anamuondoa huyu, anamweka huyu anamtawalisha huyu, anamuuzulu huyu. Aina tutakuja kueleza inshallah katika darasa linalofuatia kina Namrud na wengineo, kina Kan'an. Wa man malaka al-ardha walla wa azal, wako wapi watu hao? Aina Ad, wako wapi watu wa Ad? Yani Adi wale wa mwanzo na Adi wa pili. Ad bin ibn Aus bin Iram ibn Sami bin Nuh, Duad al-ula hiyo, na alikuwa ni jabbarun anid. Inasemekana kwamba bwana aliishi miaka 1200 kwa wanawake 1000, na Allah akamruzuku kupitia kizazi chake watoto wake watoto karibu watu 4000. Mtu ameishi miaka 1200 ameoa zaidi ya wanawake 1000. Adul ula hiyo. Fa amma Ad fastakbaru fil ardh bighayri alhaq, amma Adi wale walifanya kibri katika ardhi pasi na haki. Waqalu man ashaddu minna quwwa, na wakasema ni nani aliyekuwa na nguvu zaidi kuliko, ni nani aliyekuwa ni mkali zaidi kuliko sisi kwa nguvu. Allah anambia awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivi wao hawakuona kwamba Allah ambaye ndiye aliyewaumba wao kuwa yeye ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao kwa nguvu? Wao wameumbwa alafu wajisifu nani man ashaddu minna quwwa.
kwa hiyo Adi waliwa mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Lakini pia Adi wa pili ilitokana na kizazi cha Adi wa mwanzo na wakazalikana kizazi chao kikaja baadaye, wakaletewa mitume lakini wakafanya kufuru, wakawakataa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman rafa'a al-ahrama, wako wapi vile vile walionyanyua mapyramids. Al-ahram ni zile ahram zilizo Misri, yani pyramid. Man yasma, mwenye kusikia, yani habari zao, ya khali, kuzingatia. Aina Adun, aina Firaun, yuko wapi Ad, yuko wapi Firaun. Waman rafa'a al-ahrama, na mwenye kunyanyua mapiramid. Man yasma yakhal, na mwenye kusikia kuzingatia. Kwa insha Allah katika darasa tutakayofuatia tutakuja kutoa maelezo kuhusiana na sisi hapo, sio au tutakuwa tumeshanjiana basi ngoja tufikie hizi beti 19 ambayo itakuwa ndio maudhui inaungana. Aina manshadu, wako wapi wenye kunyanyua majumba makubwa makubwa. Wasadu, na wakawa mabwana. Wabana, na wakajenga. Aina manshadu, wako wapi wenye kunyanyua majumba makubwa makubwa, wakajenga marosheni, magorofa makubwa makubwa. Wasadu, na wakawa mabwana, wakawa ndio mabwana makubwa, sayidi fulani, maulana fulani. Wabana, na wakajenga. Halakal kullu, wameangamia wote. Walam tughni alqulal, na hayakuwasaidia hao majumba yao, zile villa walizozijenga hazikuwasaidia chochote, wamekufa, wameondoka. Halakal kullu, wameondoka, wameangamia wote. Walam tughni alqulal, na hayakuwatosha wao majumba, zile nyumba walizozijenga hazikuwakinga wao na mauti. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، كما نقول الله سبحانه وتعالى katika suratu Al-Hajj. Ni mingapi katika miji tumeiangamiza, na hali ya kuwa miji hiyo watu wake ni wenye kudhulumu, nayo ni wenye kuporomoka juu ya vichanja vyake, na visima vilivyoathirika venye kuachwa. Wa qasri mashid, na makasri yaliyoimarishwa kabisa yakawa madhubuti. Yako wapi leo? Wangapi tumewaangamiza? Aina arbabul hija, wako wapi wenye werevu. Ahlun nuha, watu wenye akili. Aina arbabul hija, wako wapi wenye werevu. Wa ahlun nuha au ahlun nuha, wenye akili. Aina ahlul ilmi, wako wapi watu wa elimu, wanawavioni wako wapi. Sheikh fulani, mwanachuoni fulani, wako wapi leo. Wal qaumul awwal, na qaumu ya kwanza. Aina arbabul hija, wako wapi wenye werevu. Ahlun nuha, wenye akili. Aina ahlul ilmi, wako wapi watu wa elimu, wako wapi wanavioni. Wal qaumul awwal, na watu wa mwanzo, wale watu wa kwanza. Sayuidu Allahu kullam minhum, atawarudisha Allah kila mmoja katika wao. Wasayajzi fa'ilan ma qad fa'al, na atamlipa mwenye kutenda malipo ya yale aliyoyatenda. Sayuidu Allahu kullam minhum, atamrudisha Allah kila mmoja katika hao. Wasayajzi fa'ilan ma qad fa'al, na atamlipa mwenye kutenda malipo ya yale aliyoyatenda. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi baada ya hayo ni wenye kufa, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama ni wenye mtafufuliwa. Au Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, au kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. وسيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. والله تعالى أعلم. kisha baada hapo
kwenye ubeti wa 20 sasa ataanza kutoa nasaha kwa kijana wake ay bunayya isma' wasaya jama'at ewe kijana changu sikia nasaha zangu zilizokusanya hikaman khussat biha khairul milal tutakuja kuanzia hapo lakini baada ya kutoa maelezo kwa ufupi kuhusiana na kina Namrud Kanaan na Ad na wengineo ambao tumewataja katika abiyati zilizotangulia nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salama subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan